is smooth. Tuelekee kaunti jirani namba 33 ambapo mama ya mwanafunzi mmoja wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya Ilmashariani huko Narok analilia haki baada ya jaribio la ubakaji kutibuka eneo la Father Ntaya viungani mwa mji huo lililomwacha mwanawe na majeraha. Kulingana na mama huyo, kisa hicho kimeathiri bintie asiweze kutembea na kuendelea na masomo yake. Kulingana na mwathiriwa, aliokolewa na msamaria mwema baada ya kupiga kelele kwenye jaribio hilo. Nikafika nikapata mtoto amelazwa kwa mtaro na ameumizwa miguu, kwa hata anaweza kutembea. Sasa huyo mtu wa boda akanisaidia, tukampeleka hospitali. Boda ndiye alimsaidia. So sijui alitokea wapi, sijui kama alikuwa amelala hapo chini mahali. Juu nilishtukia tu amenishika na nyuma. So alianza kuninua, mimi nikaanza kupiga nduru. Akanigonga kichwa, nikaumia. Akaona ni kama bado akawa anajaribu kuninua anipeleke msituni juu hapa kwetu kuna msitu hapo karibu. Hii ni jambo ambayo imekuwa ikiendelea hapa kwetu. Security wise hatuna kabisa. Tuko na shida ya hao majambazi simply because tuko na msituni hapa karibu na kwetu ambayo hata akishafanya jambo anakimbia hiyo msituni. Tuelekee kaunti nambari 3 ambapo